tumeongea na wenzetu wa bandari, wamesema tayari wanajaribu kufanya bidii kuhakikisha kwamba ikija mbolea meli iweze kuingia, ipewe kipaumbele, na wamesema wataliwekea mkazo hilo. Sisi chakula ni usalama wa nchi. Sasa silaha zikija hapa haziwezi kusubiri kwenye maji. Kwa hiyo nimeomba waangalie mbolea kama silaha ya kulinda usalama wa nchi yetu. Kwa hiyo mbolea ikifika tu ile meli ipewe kipaumbele haraka, iingie na kushusha. Kwa hiyo la kwanza, lakini la pili, upakuaji. Hii mashine wameniambia ndio mashine ya kupakua. Kwa sababu mbolea inakuja kama vile iko kwenye mchanga hivi. Inabebwa, inachotwa kwa kijiko, inawekwa kule juu, alafu inashuka, alafu inaingizwa kwenye mifuko. Alafu mfuko unashonwa, unatolewa. Sasa kitu kimoja kuhusu bandari, na napenda kwa kweli niwapongeze sana. Kulikuwa na changamoto kidogo ya kutokuwa na mashine hizi ambazo zinatumia kompyuta za kutosha. Tayari wameongeza na wamesema wako tayari kuongeza mitambo mingi zaidi, ikiwa ni pamoja na hili linaitwa hopper au grabber la kwenda kuchota na kuingiza huko, kuongeza ili kama kuna matengenezo isicheleweshe ushushaji wa mbolea. Tungependa uwekaji wa mbolea kwenye mfuko wote ufanyike hapa bandarini, kwa sababu usipofanya hivyo ina maana hili grabber hili litachota kwenye meli, litaingiza kwenye lori, linamwaga kama unavyoweka mchanga kwenye lori. Lori linatoka linaenda kwenye kituo kingine, linaanza kubeba tena na kuingiza kwenye mfuko. Ule muda wa kufanya vile unaongeza gharama, kushusha na kupakia na kushusha na kupakia unaongeza gharama. Gharama hizo zinaenda kwa mkulima. Kwa hiyo nimekuja hapa kuona wenzetu wamejipangaje. Mimi kwa kweli lazima niwapongeze bandari, hata jinsi kauli zao tu zenyewe. Nimeongea na management, wamesema kinachohitajika, waziri, tuambie kama kuna cha ziada unachotaka tufanye, tuambie, tutafanya. 70% ya mjengeko wa bei ya mbolea iko nje ya uwezo wetu. Hiyo 30 ndio tunajaribu kuipunguza. Moja, tunajaribu kuongeza ushindani katika uingizaji wa mbolea. Ndio maana nilivyoenda kwenye mamlaka yetu inayoleta mbolea kwa pamoja, kuambia kwamba zabuni waliotangaza waongeze muda na waitangaze kwenye balozi zetu zilizoko nje ya nchi na balozi za nje zilizoko hapa nchini, tuwe na makampuni mengi zaidi ambayo yanakuja kushindana kuingiza mbolea. Tutafanya hivyo, tunaamini kwamba itasaidia kuleta ushindani, pengine bei itapungua. Vile vile nimeanza mazungumzo, na leo nimefanya mazungumzo na balozi wa Saudi Arabia, mwakilishi wa balozi wa Saudi Arabia na balozi wa Qatar. Ni nchi ambazo zinazalisha mbolea kwa wingi, na nitaendelea kuengage mabalozi wengi kadri nitakavyoweza kupata miadi kupitia wizara yetu ya mambo ya nchi za nje, kuwashawishi makampuni yao kule mengi yashiriki kuleta mbolea hapa nchini, yalete ushindani na bei zipungue, na vile vile kwa muda mrefu kuwashawishi waje wawekeze hapa katika uzalishaji wa mbolea au kuanzisha vituo vya kugawa mbolea hapa nchini. Sasa nitoe wito kwetu sisi wote ambao tuko kwenye public service, kama wenzetu wa bandari walivyoonyesha utayari wa kushughulikia swala la mbolea kwa haraka. Sasa wote barabarani tunapowapiga mkono tukijua ni mbolea, tusiwa frustrate sana, na sehemu zote zile ambazo tunaweza tukawasaidia wanaosafirisha mbolea ziende kwa haraka, ziwafikie wakulima. Hilo namba moja. Namba mbili, natoa wito kwa wafanyabiashara wa Tanzania na wafanyabiashara dunia nzima, njooni fanyeni biashara ya mbolea Tanzania. Ningependa nione wanatoka Qatar, wanatoka Saudi Arabia, wanatoka Kuwait, wanatoka nchi mbalimbali hasa zenye uzalishaji wa mbolea, waje wafanye biashara ya mbolea hapa, waongeze ushindani ili bei ishuke. Na Watanzania kuna biashara kwenye mbolea, njooni tengenezeni fedha kwa kuagiza mbolea, na kwa sababu tena tumeongeza muda wake, njooni, ingieni, shindaneni. Kama tukichunguza tukiona una uwezo wa kuleta mbolea na bei yako ni nzuri, wewe ndio utapewa tenda kuleta mbolea. Huko tunapoenda, pengine hata mambo ya bulk procurement tunaangalia kama tunahitaji ama la, kwa sababu bulk procurement imekuwa kama cartel. Unakuta bei inapangwa sasa kupitia kwenye bulk procurement, alafu ndio bei elekezi inakuja kwa waziri idhinisha bei hii ya kuleta mbolea. Sasa tunalichunguza hilo, tuangalie namna ya kuongeza ushindani. Tunahitaji kuongeza ushindani, mambo yaende vizuri zaidi katika shughuli. Huruma Lema ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam. Kwanza kabisa tunamshukuru Mheshimiwa Waziri kufika hapa, waziri wa kilimo bandarini Dar es Salaam, na tunashukuru amejionea mwenyewe jitihada ambazo tunazoendelea kama bandari ya Dar es Salaam kuhakikisha meli za mbolea hazikai muda mrefu nje. Sasa hivi tuna mradi mkubwa ambao umefikia 98% wa upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, na tayari uwezo wa berthi zimeongezeka kutoka gati
zilizokuwa nazo wakati huo mbili sasa hivi za mizigo kwa ajili ya General Cargo, lakini sasa hivi tumefika mpaka gati 5 ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuhudumia mzigo wa aina ya mbolea, na efficiency yake imeshaanza kuonekana. Meli ambayo ilikuwa mbolea ikija siku za nyuma inatumia takriban siku 10 kudischarge tani 45, sasa hivi baada ya kuanza kutumia bethi mpya inatumia siku 5 hadi 4 kama kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo ni moja ya mafanikio ambayo tumeweza kupata kutokana na huo mradi. Kwa hiyo sisi tunamhakikishia Mheshimiwa Waziri pamoja na mamlaka ya uagizaji wa mbolea, bandari tumejipanga na tuko tayari, na tutahakikisha meli za mbolea tunazipa kipaumbele, kwa maana zinapofika tu zitaingia moja kwa moja kwenye gati na operation kuanza immediately kwa ajili ya kupunguza hizo gharama za bandari. Hii hapa ni kampuni binafsi ambayo inasaidia kwenye mambo ya logistics. Kazi yao ni handling, yani kuchukua mbolea, kuiweka kwenye mabegi kama mlivyoona hapa. Sasa wanao wafanyabiashara wanaichukua, wanaenda wanaisambaza nchini. Kama nilivyosema kule, ufanisi huu ni muhimu sana kuhakikisha kwamba bei ya mbolea haiongezeki. Kukiwa na ufanisi mdogo, ule mzigo wote unaenda kwa mkulima. Kwa hiyo nimefurahi sana nimekuta kampuni inafanya vizuri na inashirikiana vizuri na bandari katika kazi. Na jambo moja la kujivunia, japo halihusiana moja kwa moja na mbolea, ni kwamba kampuni hii imeajiri Watanzania wazuri na wanafanya kazi vizuri sana. Bwana Sorenson hapa amenieleza kwamba anafurahi kupata Watanzania wazuri wanaofanya kazi. Sasa nimemwona huyu mkuu wao hapa anaitwa Shabani, na anafanya vizuri sana, ukimsikiza hata anavyojieleza. Tulikutana na Angel Arusha, alifanya presentation kwenye mkutano mkubwa wa wawekezaji na tulimwona uwezo wake, na wako vijana wengine wanafanya kazi vizuri hapa. Kwa hilo, pamoja na kwamba alihusiana na mbolea, kwa kweli nawapongeza sana. Sorenson, we are very proud of your recruitment process. Not only you are recruiting locals, but actually you are recruiting the best. You should teach us how to get them, because they are around, but sometimes we miss them out. So we are very proud of that. But finally, kama nilivyosema, tunataka kuangalia changamoto zote ambazo zinakwamisha Tanzania hapa kuwa ni kitovu cha kugawa mbolea nchi nyingine, kwa sababu mbolea ikija kwa wingi hapa na gharama yake itashuka. Kuna hili swala la TRA la muda wa kuweka shehena kabla ya kusafirisha. Tutajaribu kuongea na wenzetu, kwa sababu mbolea haitozwi kodi. Kwa hiyo masharti kwenye mbolea ya transit good nadhani yanaweza kuwa tofauti na masharti kwenye bidhaa nyingine zinazotozwa kodi, lakini kwa sababu TRA ni chombo cha serikali na hakika kina sababu nzuri, na mimi nitazungumza nacho, alafu tutaangalia kama kuna namna yoyote ile ambayo inaweza kufanyika kuhakikisha kwamba tunaongeza ufanisi katika shughuli. The Atriums ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu, huku huduma bora zikitolewa na wahudumu waliobobea kwenye fani hii, kwa huduma kama vile malazi, chakula. Vilevile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano, bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655 026 463 au 0763 81 2626. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz. Tupo Sinza, Afrika sana. The Atriums. We are here to serve you.